Leo tutachambua sura ya 4 ya kitabu maarufu The Richest Man in Babylon. Sura hii inahusu Meet the Goddess of Good Luck, yaani jinsi ya kuvutia bahati njema katika maisha ya kifedha. Je, umewahi kusikia watu wakikuambia ninahitaji bahati tu? Sura hii inatufundisha kwamba bahati siyo mambo ya bahati nasibu pekee, bali ni matokeo ya tabia na maamuzi yetu. Ebu tuangalie kwa undani. Kwanza, ebu tuanze na maana ya bahati. Watu wengi husema bahati ni jambo la kufurahisha tu, kitu kisichoweza kudhibitiwa. Lakini Akkad, mtu tajiri wa Babeli, anatuambia tofauti. Anasema bahati ni kama mungu wa mafanikio, lakini haitoki kuwahudumia watu waliochelewa au wasio tayari kuchukua hatua. Kwa maneno rahisi, bahati hawaitoki watu waliochelewa. Bahati hupenda watu wenye haraka kuchukua fursa. Kuanza kuchukua hatua mapema. Sura hii inasisitiza kuwa bahati njema hupatikana kwa wale wanaochukua hatua mapema. Ukichelewa, fursa hupotea. Ukichukua hatua kwa haraka, unaweza kufanikiwa. Miongozo ya Akkad. 1. Tambua fursa haraka. 2. Usisite kuchukua hatua. 3. Jifunze kuwa tayari kwa fursa zinazokuja. Ebu fikiria mfano wako mwenyewe. Je, umewahi kusita kuchukua fursa kwa biashara, uwekezaji au ajira? Ni kwa nini? Bahati ni matokeo ya maandalizi. Bahati haiji tu kwa bahati nasibu, ni matokeo ya maandalizi na juhudi zako. Kujiandaa kiakili, kujiandaa kifedha, kujifunza ujuzi unaohitaji. Kuhakikisha usipoteze fursa. Kukaa bila kufanya maamuzi ni kama kuharibu bahati yako mwenyewe. Akkad anasisitiza, usichelewe kwa sababu ya hofu au shaka. Fursa haijirudii mara mbili. Jitahidi kuwa mwepesi wa kuchukua hatua. Kuanza kuchukua fursa katika maisha ya kila siku. Leo tumefunzwa kuwa bahati sio tu bahati nasibu, bali ni matokeo ya maandalizi, ujasiri wa kuchukua hatua. Kujiandaa kiakili, kujiandaa kifedha, kujifunza ujuzi unaohitaji. Kuhakikisha usipoteze fursa. Kukaa bila kufanya maamuzi ni kama kuharibu bahati yako mwenyewe. Akkad anasisitiza, usichelewe kwa sababu ya hofu au shaka. Fursa haijirudii mara mbili. Jitahidi kuwa mwepesi wa kuchukua hatua. Fursa katika maisha ya kila siku. Leo tumefunzwa kuwa bahati sio tu bahati nasibu, bali ni matokeo ya maandalizi, ujasiri wa kuchukua hatua na haraka ya kufanya maamuzi. Kumbuka, bahati hawaitaki watu waliochelewa. Kama unataka mafanikio, anza leo kujifunza kutambua fursa na kuchukua hatua mara moja. Usisubiri bahati ije kwako, jifunze kuitengeneza. Asante kwa kutazama PesaVibe. Usisahau kusubscribe na kushare video hii ili wengine wapate elimu hii muhimu. Tutaonana kwenye video nyingine ya mafanikio.